Muhadhara wetu ambao leo tunaendelea nao ni ule ambao tuliuanza tarehe 12, nao unaosema bil amanati tubna al umamu, kwa sababu ya uaminifu, kwa sababu ya amana ujengwa mataifa, familia zinajengwa, bali kwa sababu ya amana mtu mmoja mmoja akajenga maisha yake kwa sababu ya amana. Na sitopenda kuanza kurudia yale ambayo niliyasema kwa sababu ya muda, kwa sababu nikitazama yaliyoko mbele yangu ni mengi ya kusema katika jambo hili. Tulipoongea katika muhadhara wetu huu, tulisimama katika kauli ya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, inna min khiyanati al-amanati an yustakhlafa ar-rajulu ala al-muslimin wa huwa yara ghayrahu aslaha minhu. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala anasema, inna min khiyanati al-amana, hakika katika khiyana ya amana, an yustakhlafa ar-rajulu ala al-muslimin, ni kumfanya mtu kiongozi juu ya Waislamu. Yani mtu akamchukua mtu kiongozi, akaona kwamba huyu anafaa kumweka sehemu hii, lakini kwa maslahi yake. Kwa nini? Huwa yara ghairahu aslaha minhu, hali ya kuwa yeye anaona kwamba kuna mwingine ambaye anafaa zaidi ya huyu, lakini akamweka ile nafasi mtu fulani kwa sababu ya maslahi yake. Na haya ukiyatazama leo hii ndivyo dini asilimia kubwa inapelekwa hivyo, kwamba watu wakawachukua watu hasa katika mataasisi, wakawachukua watu na kuwaweka kuwa ni viongozi, si kwa maslahi ya dini, bali kwa maslahi yao binafsi, ya kwamba wao wana mashekhe, wana maduati, alafu kila mwisho wa mwezi wakawa wanawalipa posho, lakini wanajua kabisa wale tulioweka pale wala hawafai kuwa pale, lakini kwa maslahi yao. Hii ni khiana ambayo wanawafanyiwa Waislamu. Kadhalika wazaujatu amanatu, na maneno haya pia tuliyasema, mke pia ni amana, mke ni amana. Wal auladu amana, kadhalika na watoto ni amana. Wa kullun yus'alu an amanatihi, na kila mmoja ataulizwa kuhusiana na amana yake. Ikiwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku ukapata mke, basi ujue ya kwamba ni amana. Lakini ikawa pia umepata watoto, ni mmoja, ni wawili, ni watatu, tano, wanne, sita, hawa ni amana. Wa kullu yus'alu an amanati, na kila mmoja ataulizwa kuhusiana na amana yake. Fayuthabu, bila shaka ulipwa, in hafidhaha, ikiwa atahifadhi ile amana. Wa yu'adhabu in dhayaha, na ataadhibiwa ikiwa hatotekeleza ile amana, kwa maana akaipoteza amana ile, akaitelekeza amana ile, hakuipatiliza, bila shaka ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yana Allah subhanahu wa ta'ala amara biadai al-amanati, Allah aliyetukuka ameamrisha kutekelezwa amana. Faqala ta'ala, na akasema Allah, fa in amina ba'dhukum ba'dha, basi ikiwa mtaaminiana baadhi yenu kuwaamini wengine, falyuaddi alladhi tumina amanatahu, basi na atekeleze yule ambaye aliaminiwa amana yake, arejeshe ile amana ambayo yeye ameaminiwa. Waliyattaqi llaha rabbah, na amche Mola wake ambaye mlezi,
Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo waliyattaqillaha rabba, watu wa lugha wenyewe wasema ni badalu atfi bayani. Kwa hivyo na amche Allah, amche Mola wake ambaye ni mlezi. Surah al-Baqara aya 283. Waqala Allahu azza wa jalla, na Allah alitukuka anasema, inna Allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni nyinyi kutekeleza amana kwa watu wake, amana mzirejeshe kwa wenyewe. Surah An-Nisa aya 58. Waqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam naye anasema katika hadithi ambayo ipokewa na Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya kwamba addil amanata, tekeleze amana, rejesha amana, ila man tamanaka, kwa yule ambaye aliyekuamini, wala takhun man khanak, na wala usimfanyie khiana yule aliyekufanyia khiana, kwa maana usilipe khiana kwa khiana. Kwa hiyo usimukhini yule ambaye amekufanyia khiana. Kuna watu akifanyiwa jambo, akifanyiwa khiana na yeye alipiza khiana. Hili jambo si la sawa, Uislamu umekataza mambo haya. Hadithi hii akhrajahu Abu Dauda wa Tirmidhi wal Imam Ahmad wal Hakim, wa qad hasanahu adadun min ahli al-ilm. Wanachuoni wengi katika watu wa ilmu wameifanya kuwa hadithi ni hasan. Kadhalika amepokea Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu, Imran ibn Husayn ibn Ubaydi Abu Nujayd min kibari fuqaha'i sahaba, ambaye alisilimu ama Khaybar sanata 7 min al-hijra, mwaka wa 7 hijiria, ambaye alifariki, mauti yake ilimkuta katika mji wa Basra, yani Iraqi, katika mwaka wa 52, na wanasema akiwa na miaka 60, kadhalika wakasema akiwa na miaka 70. Imran ibn Husayn radhiyallahu ta'ala anhu pokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amesema, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora wenu ni karne yangu mimi, yani bora ya karne ni karne ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaofuatia wao baada ya Mtume ni karne inayofuatia. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaofuatia, kwa maana karne 3 bora. Kisha akasema Mtume salama, thumma yakunu ba'dahum qaumun, kisha watakuwa baada yao hao, baada ya zile karne 3 kutakuwepo baadhi ya watu, yashhaduna wala yustashhadun, wao miongoni mwa sifa zao wanatoa ushahidi pasina kutakiwa ushahidi. Kwa sababu kisheria, sheria ya dini, hata kama jambo umeliona lafanyika, huruhusiwi wewe kutoa ushahidi katika sheria ya dini mpaka utakiwe kutoa ushahidi. Na wanasema wanachuoni ya kwamba isipokuwa pale kwamba mtu haki yake adhulumiwa na hakuna wa kumtolea ushahidi, hapo sasa italazimu wewe kusimama na kutoa ushahidi. Sasa kuna watu leo, kuna lugha inatumika, waambiwa vimbelembele wale, yani wao jambo likitokea tu, mimi najua. Ifai. Wajua nini wewe? Kaa kimya, utazame mambo, uone kwamba hali inakwendaje. Ukiona sasa yule bwana haki yake ataikosa, simama utoe ushahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yashhaduna wala yustashhadun, wao wanatoa ushahidi bila ya kutakiwa ushahidi, wakaamua kusimama na kutoa ushahidi. Wayakhununa wala yu'tamanun,
na wanafanya khiana na wala hawaaminiwi, si watu ambao wanaoaminiwa. Kwa nini? Kwa sababu ni watu wa khiana. Hii ni karne ya 4, yani baada ya Mtume salama, wale watu watakaofuatia baada ya pale, kuanzia karne ya 4 mpaka zama zetu, watu wanakuwa na sifa hizi. Mtume salama akasema, wayandhiruna wala yufuna au wala yafuna, wao wanaweka nadhiri na wala hawatekelezi. Suala la kutekeleza nadhiri na suala la kuweka nadhiri, ni ipi hukumu ya kuweka nadhiri? Ni makuruhu, ni jambo ambalo linachukiza kisheria. Na nadhiri ni mfano wake ni upi? Mfano, ikawa mtu ana mtoto wake na yule mtoto ikawa yuumwa, alafu akasema, mtoto wangu akipona huyu, mimi nitachinja mbuzi 15. Mfano yani, chinja mbuzi hao, naye hana uwezo. Mtoto akapona, hana uwezo wa mbuzi. Sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imeweka utaratibu ya kwamba huyo atakuwa amefanya jambo la dhambi, ni jambo ambalo halifai, kwa sababu ameweka nadhiri alafu hana uwezo wa kutekeleza jambo lile. Sheria inasema huyo ataingia katika kafaratul yamin, kile kifutio cha kiapo, kwa maana ataingia katika hukumu zifuatazo. Jambo la kwanza kisheria, atatakiwa kuwalisha maskini 10 au kuwavisha. Kadhalika hawezi, sheria inamwambia inatakikana aache mtumwa huru. Ikiwa haya sasa hayawezi haya, anafanyaje? Ndipo anaambiwa kisheria atafunga siku 3 kafara ya yale mambo. Lakini je, mfano mtu akasema, mimi nitafunga siku 3, Allah akinijalia nitafunga siku 3, pasina kuweka nadhiri katika jambo lolote, alafu kisha hakufunga, au nitafanya jambo fulani pasina kuweka nadhiri, hii haina kafara kisheria. Lakini akisema kwamba Allah akinifanyia hivi na mimi nitafanya hivi, Allah akinijalia nikipata mtoto wa kiume au wa kike, ndio watu wengi wako hivyo, wakishapata watekelezi, ni lazima watu wafanye kafara ambayo ni kafaratul yamin. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wayandhiruna wala yafuna, na wanaweka nadhiri na wala watekelezi nadhiri ile. Wayadhharu fihi mussimanu, na udhihiri kwa watu hawa, miongoni mwa sifa zao hudhihiri unene, kwa maana kazi yao ni kula vyakula vya haramu, miongoni mwa sifa zao. Hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kadhalika yapokea Abdullah ibn Amr ibn al-Asi ambaye ni Abu Muhammad, alizaliwa kabla ya hijra. Huyu na baba yake walitofautiana kama miaka 11. Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah alitofautiana na baba yake miaka 11. Ushaye kusikia hiyo kwamba yaani mtoto na baba wanatofautiana siku zote, sababu anakuwa mkubwa. Lakini haya ndio anayosema Sheikh Ibn Uthaymeen, asema yule ambaye alitofautiana na baba yake miaka 11 ni Abdullah ibn Amr ibn al-As, kwa maana alioa akiwa mdogo kiumri, lakini si mdogo kimaumbile, kwa maana umri wake ukihesabiwa ni
mdogo, pengine miaka 9 kaoa. Sasa huku kwetu ukiozesha miaka 9 ambiwa kamuozesha mtoto mkwako, lakini sio kwa anayeoa wala anayeolewa. Miaka ya nyuma ile katika nchi yetu hii haya mambo ya kuwepo ambayo sisi tumeadiriki, tumeona miaka ya karibuni tu, kwamba eti mpaka mtu afikishe miaka 18. Haya ni mambo yameanza juzi tu hapa, wala hayana muda mrefu. Kuna watu walikuwa wanaoa vijana wadogo na wanaolewa wasichana wadogo na wanazaa. Sasa haiwezekani ikawa binti kaolewa alafu akazaa ukasema mdogo anazaa, mtoto mdogo anazaa. Mtoto mdogo hawezi kuzaa. Alifariki mwaka wa 65 hijiria na umri wake akiwa na miaka 72. Asema anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, mtume sallallahu amesema, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, mambo 4 mtu akiwa nayo mambo haya, basi mtu huyo bila shaka anakuwa ana nifaq, na hii nifaq amali, nifaq ya matendo na sio itikadi. Kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna, na yule ambaye akiwa ana jambo katika hayo mambo 4, jambo moja tu. Anasema Mtume sallallahu ya kwamba kanat fihi khaslatun minan nifaq, atakuwa yeye ana jambo miongoni mwa mambo ya nifaq, hatta yadaaha, mpaka ayaache mambo hayo. Mambo gani hayo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha tumina khana, pindi akipewa amana anafanya khiana. Ameaminiwa lakini yeye haaminiki, anafanya khiana. Wa idha haddatha kadhaba, na pindi akisimulia asema urongo. Na muumini wa kweli hasemi uongo. Mtume salama aliulizwa, je, muumini anasema urongo? Akasema la. Angalia, muumini wa kweli hasemi urongo. Lakini alipoulizwa, je, muumini anazini? Akasema naam. Bali Mtume salama akasema, wa inzana wa insaraka, hata kama amezini na hata kama ameiba anabakia ni muumini. Kwa muda ule pale imani itaondoka, lakini inawezekana imani ikarudi baada ya pale. Haiambii kwamba ni halali kuzini, sio maana yake, kuonyesha kwamba suala la kadhib jambo baya kabisa kwa muumini. Akasema Mtume salama ya kwamba wa idha haddatha kadhaba, akisema usema uongo. Wa idha ahada ghadara, na akiahidi pia ufanya khiana, anafanya khiana. Wa idha khasama fajara, bali pia anapofanya ugomvi, akigombana na ndugu yake anachupa mpaka. Hii ni sifa mbaya kabisa, na watu wengi wako hivi. Kuna watu, mtu akifanya ugomvi asema mimi ugomvi wangu huwa hauishi, yani mimi nikianzisha ugomvi tutakwenda mpaka. Hii tabia mbaya na wala sio sifa kwa Muislamu. Hadithi hii rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ayuha al-muslimun, fa fi al-ahadith ash-sharifa al-hafu ala al-muslimi bi an yuaddi al-amanata kamilatan. Katika hadithi tukufu, hadithi hizi tukufu ambazo zitaja kadhalika na nyinginezo, ya kwamba ni mahimizo juu ya Muislamu kutekeleza amana kwa ukamilifu wake, likulli man tamanahu, kwa kila yule ambaye aliyemwaminia, mama kana, vyovyote takavyokuwa. Wala yajuzu lahu an yakhuna, na wala haifai kwake yeye akafanya khiana, man khanahu, yule ambaye alimfanyia khiana. Amekufanyia mtu khiana na ukafanya khiana, lianna alkhiyanata muharramatun fi jamii alahwal, kwani kufanya khiana ni jambo la haram katika hali yoyote ile. Fahadhihi alawamiru tadullu ala anna adaa alamanati
Na hakika haya maamrisho yanajulisha ya kwamba hakika suala la kutekeleza amana wajibun hatmun la yajuzu tasahulu fihi, ni jambo la lazima, jambo la wajibu, kadhalika lazima, haifai kuzembea suala la kutekeleza amana. Fayajibu ala alwali an yansaha liraiyatihi, basi ni wajibu kwa kiongozi akawapa nasaha wale raia wake. Ikawa kama mtu ni mtawala akawahusia watu wake, na yeye mwenyewe akianza kwenye nafsi yake pasina kufanya khiana, kadhalika na wao wasifanye khiana. Wayajibu ala alqadhi an ya'dila fi hukmihi, kadhalika ni wajibu kwa kadhi kufanya uadilifu katika hukumu yake. Kadhi anaposimama katika jambo la hukumu ni lazima afanye uadilifu katika hukumu yake. Wayajibu ala almudarrisi an yukhlisa fi tadrisihi, kadhalika ni wajibu kwa mwalimu akafanya utakaso, amtakasie Mola wake, yale anayoyafanya ayafanye kwa ajili ya Allah, fi tadrisihi, katika kusomesha kwake. Wayakunu qudwatan hasanatan litulabi, kadhalika na awe ruwaza njema, mwanafunzi awe ruwaza njema. Wayakuna qudwatan hasanatan litulabihi, na awe ruwaza njema kwa wanafunzi wake, fi jamii tasarrufatihi, katika mambo yake yote. Mwalimu leo anaweza kuwa ni athari na somo kwa wale anawafundisha kwa sababu ya tabia zake. Leo walimu wangapi wana tabia mbovu kabisa? Walimu wangapi leo ni mwalimu wa dini lakini hana uaminifu katika suala la amana, hawaeleweki, mpaka wale ambao wanaoongoza pia wanakwambia nani, ustadhi, mwalimu, shehe, mpe wewe, mpe uone. Yani maana yake hakwambii usimpe, mpe uone. Hii ni tabia mbaya. Ikiwa wewe unasimama katika suala la kufundisha dini, ni lazima ujipambe na tabia hizi, kujilazimu na kuacha yale ambayo pengine hata watu wanaweza wakakimbia, ima msikiti wakakimbia dawa. Kuna watu ni madhaifu, watu wanatofautiana. Mtu anaacha dini tu kwa sababu ya kumdhulumu shilingi 10,000 tu. Sema nini yule shehe? Sitaka hata kuswali nyuma yake. Kwa nini? Shilingi 10,000 amana tu, bado atawaambia na watu wengine. Kwa hiyo ni lazima mtu awe na ikhlasi katika anayosomesha, kadhalika awe ni mfano mzuri kwa wanafunzi wake. Leo kuna watu walimu wanawakopa wanafunzi wao, hawalipi. Wewe mwanafunzi, aisee, una buku ile na rahisisha, yani jambo jepesi kabisa, anachukua buku kwa huyu, chukua 2,000. Wakikaa wenyewe wanafunzi wanaambiana, sasa na buku langu, mimi pia na buku 2, mimi pia na 500, wanaita jelo. Naam, ana jelo langu. Sasa hii ni tabia gani? Hii sio tabia nzuri. Na wao watakaposoma watakuwa na tabia hizo hizo, kwa sababu wanayasikia yale ambayo wanayosoma kwako, alafu wanaona vile vitendo ambavyo unavyovifanya. Tabia mbaya kabisa hii. Wayajibu ala almuwadhafi an yuaddi al'amala alladhi unita bihi, na ni wajibu kwa mfanyakazi, juu ya mfanyakazi, na kuitekeleza ile amali, kuifanya amali ambayo yeye imeegemezwa kwake, amepewa amana ya kuifanya ile kazi, aitekeleze. Fayahfadhu waqtahu, ahifadhi ule wakati wake. Ikiwa wewe umeajiriwa mfano serikalini, umekubali wewe kutekeleza yale majukumu, kabla ya kuanza majukumu umekubali kuajiriwa, basi tekeleza yale majukumu ambayo umeyapewa. Usione kwa sababu ni serikali. Kuna watu wako hivyo, mali ya nini wanaita mali ya serikali, wanaita mali ya nini? Si mali ya umma. Sasa inayemuuma nani sasa? Watu wanazila tu hizo hela zenyewe sasa, au ina maana gani hilo neno? Mimi sielewi. Sasa hiyo mali ya umma hiyo
inaliwa tu, watu wanakula, wao wajali, na wamepewa amana wasimamie, lakini hawajali. Lakini haya tunasema siku zote kwamba sehemu kubwa ukipatiliza wale ambao hawatekelezi amana ni kwa sababu ya dini, wamekosa msingi wa dini. Chukua mfano, mtu daktari amepewa amana, huyu ataingia katika suala la udaktari au kwenda kufanya matibabu kwa muda anayotaka yeye, anatoka anavyotaka yeye, sio sawa. Usifanye hivyo. Haya mambo unayofanya, unafanya khiana. Kile unachokula kile unakula dhulma, alafu pia kuna watu unawafanyia dhulma. Watu wangapi bwana, leo unakwenda mfano hospitali, unakuta daktari kaajiriwa, amekaa pale, wagonjwa wako pale wanamsubiria yeye anapiga stori tu, na ni muda wa kazi. Hii ni khiana, si jambo la sawa, hasa wewe ukiwa na Muislamu. Hautakikani ukayafanya haya mambo. Usiwaige wao ambao hawana muongozo wa dini. Wewe una muongozo na ushakubali kwamba kuajiriwa, basi tekeleza zile amana, kwa sababu utakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuratibu a'malahu, na apangilie zile kazi zake, achunge ile wakati na apangilie kazi zake, azitekeleze ipasavyo. Na hii ndio sawa sawa, sio kwa ajili ya watu. Amuogope Mola wake, atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika al-amanatu fi asrari nnas, na hivyo hivyo amana katika siri za watu. Allahul musta'an. Qala alayhi salatu wassalam, Mtume salama anasema kuhusiana na siri za watu ya kwamba idha haddatha ar-rajulu al-haditha thumma altafata fahiya amanatun, pindi itakapokuwa mtu amesimulia mazungumzo alafu kisha akaondoka, basi hiyo ni amana. Wewe unaongea na mtu akakwambia jambo, alafu ni mtu akaondoka akakupa mgongo au mkapena mgongo, basi yale maneno aliyokuambia ni amana. Bwana, mimi nina jambo, mimi nina siri hapa, akakwambia kuna 1 2 3, alafu akaondoka zake, basi utambue kwamba hii ni amana, na wala wewe hupasi kumsimulia mtu mwingine. Hadithi rawahu Abu Dauda wa Tirmidhi wal Albani, hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Qala al-allama Abu al-Hasan al-Mubarakfuri rahimahullah, akisema kuhusiana na hadithi hii, ai inda man haddathahu ai hukmuhu hukmu al-amana. Anasema maneno haya ya Mtume salama, amana kwa yule ambaye aliyemsimulia, hukumu yake ni hukumu ya amana. Fayajibu alayhi katmuha, basi ni wajibu juu yake alisimuliwa ayafiche, asisimulie kumwambia mtu mwingine. Qala amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, anasema Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa, kwa maana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinuha au wazinuha au wazinu a'malakum, kadhalika napimeni amali zenu. Imekuja pia wazinuha, lakini lafzi imekuja wazinu a'malakum, na pambeni. Wazinu na sio waznu, ile zao kaitia sukuni, inabadilika tafsiri. Wazinuha au wazinu, wazinu a'malakum, na zipambeni amali zenu. Ukasema waznu ukatia sukuni, maana yake zinini, kwa tafsiri na kuwa tofauti. Kwa hiyo zipambeni amali zenu, zipimeni amali zenu kabla an tuzana alaikum, mzipime zile amali, sio kuzipamba, mzipime amali zenu. Kwa maana mzipime vipi? Mzitazame zile amali ambazo nyinyi mnazifanya. Je, hizi tukiziweka katika mizani mbele ya Allah zinatusaidia? Kabla an tuzana alaikum, kabla hazijapimwa juu yenu. Wa awful amanata ila ahliha, natekelezeni amana kwa watu wake, rejesheni amana. Haya ni maneno ya Umar, kwa maana kila mmoja ni lazima aangalie ana amana ipi ya mtu.
كما جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل. هل الإسلام أمانة؟ جاء إسلام أمانة؟ جواب نعم، الإسلام أمانة في الدنيا والآخرة. هو إسلامه ambao tumeukubali ni amana katika hii dunia kadhalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha maana thabitun bilqur'ani was-sunnah, na hii ni maana ambayo imethibiti ndani ya Qur'ani kadhalika katika sunna, kama taqaddama, kama ilivyotangulia, min alqur'ani bifahmi salafi salih, katika Qur'ani ambayo tulisoma huko aya za mwanzoni kule kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Yaqulu alhaqu tabaraka wa taala, Allah anasema aliyetukuka, inna aradna alamanata ala alsamawati wal ardi wal jibal faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha alinsanu innahu kana dhaluman jahula. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna aradna alamanata ala alsamawati wal ardi, hakika sisi tulidhihirisha, tulipeleka amana katika mbingu kadhalika katika ardhi, waljibal kadhalika katika majabali, katika milima, faabaina an yahmilnaha, vikakataa kubeba hiyo amana. Mbingu ilikataa, ardhi ikakataa, majabali pia ikakataa kuichukua amana. Wa ashfaqna minha, bali wa ashfaqna minha, neno ashfaqa ni tafsiri zaidi ya 3 au 4, na vikaligomea hiyo amana, kadhalika vikaogopea hiyo amana. Ukisema ashfaqa minha, maana yake iliogopea kwa yale maneno, maana ashfaqa minha. Lakini pia ashfaqa min, kuna ashfaqa minha, ashfaqa min na ashfaqa ala. Ashfaqa min kwa maana vikakataa, kadhalika vikatahadhari, kajitahadhari. Ashfaqa ala, vikaonea huruma. wa ashfaqna minha, na vikaogopea hiyo amana, vikaiogopea hiyo amana. Wa hamala al-insanu, lakini mwanadamu akaibeba hiyo amana. Kwa nini? Innahu kana dhaluman jahula, kwa sababu mwanadamu yeye ni dhaluman jahula, ni dhalimu mno na ni mjinga sana. Al-Ahzab aya 72. Qala kathiru min al-mufassirin, wanasema wengi katika wafasirin kama Ibn Abbas wa Ibn Kathir, wanasema al-amanatu huna tashmalu ad-dina wat-takalif ash-shar'iyyah. Amana hapa inaenea kwa maana ya kwamba uwajibu wa kisheria, yaani dini na uwajibu wa kisheria, ndio maana ya amana hapa. Al-imana, imani pia ni amana. Hii imani hii ni amana. Wa taa, amana. Wa taraka al-ma'siya, kuacha maasiya pia ni amana. Fal-islamu kulluhu dakhilatun fi hadhihi al-amana, bali uislamu wote unaingia katika hii amana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina inda Allah al-islam, hakika ya dini mbele ya Allah ni Uislamu. Al-Imran aya 19. Fad-dinu alladhi kullifa al-insanu bihamlihi wal-amali bihi huwa al-islamu. Inna ad-dina inda Allah al-islam, hakika ya dini mbele ya Allah ni Uislamu. Fad-dinu alladhi kullifa al-insanu bihamlihi, dini ambayo mwanadamu amekalifishwa, amewajibishwa, mwanadamu amewajibishwa
kuibeba dini hiyo, wal amali bihi, kadhalika na kuifanyia kazi, huwa Uislamu. Uislamu ni amana. Hadha huwa jawharul amana. Hiyo sasa ndio ule Uislamu. Hadha huwa jawhar, lulu. Huwa kwa maana huwa Uislamu ni lulu, jawhar ni lulu, bali jawhar ni kito. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilichokuwa chenye thamani. Uislamu ni kitu chenye thamani, ambayo ni Uislamu ni amana, ambayo ni amana. Qala al-allamah Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, anasema kullu man wuliya amalan fahuwa amanatun, kila yule ambaye aliyepewa kusimamia jambo, kusimamia kazi, basi hiyo ni amana. Wasayusalu anhu yauma alqiyama, na ataulizwa kuhusiana hiyo kazi siku ya Kiyama. Wewe umepewa Uislamu, lazima Uislamu uutekeleze, kwa sababu utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo mengi sana katika Uislamu. Alislamu ni'matun la tuwaziha ni'ma. Huu Uislamu ni neema ambayo hailingani na neema yoyote. Ukitazama katika Uislamu kuna mambo mengi ambayo yako ndani ya Uislamu, sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, ambao sisi tutakikana tuzitekeleze. Katika hizo au katika hayo majukumu ambayo yako ndani ya Uislamu, tumetaja masala ya mke. Una mke mmoja na wake wawili na wake watatu na wake wanne, basi wewe utambue kwamba hii ni amana. Mke mmoja huyu ni amana hii. Lakini watu wangapi leo wana mke mmoja tu, lakini kumsimamia yule mke mmoja pia anashindwa. Mke hasomi dini, na pengine na mtoto mmoja, mtoto hasomi dini, alafu ukiwauliza wazazi anakuambia mtoto ameshughulishwa sana huyu. Alafu tazama umri wenyewe wa kushughulishwa sana sana, miaka 5, miaka 7, miaka 10, aambiwa ameshughulishwa huyu mtoto. Kitu gani kimemshughulisha zaidi ya sisi kuwaweka tusheni? Hii ni amana, kwamba mzazi hayuko tayari akajua kwamba jambo hili ni amana, mimi nitaulizwa mbele ya Allah. Utaulizwa hili jambo. Huyu mke mmoja huyu wewe utaulizwa. Ikiwa mke mmoja huyu wewe anakushughulisha, wa pili utamweza? Simama na huyu mmoja huyu, hakikisha amekaa sawa katika misingi ya dini. Simama na mtoto wako huu katika dini yake, aisome dini. Leo wazazi wangapi bwana, watoto wamewekea tusheni za Kiingereza, Kifaransa, Kichina, lakini hawawekei tusheni za dini wala kuwahimiza wakasome dini. Hii ni amana, mtaulizwa. Watoto ni amana. Watu wangapi leo wamepewa mali, zile mali zao hazifanyi kazi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtaulizwa, kwa sababu ni amana. Kwa hiyo amana inaenea. Ikitajwa amana katika dini, maana yake inaenea. Wewe usijitoe. Kuna watu leo wanajitoa majukumu yao na wanajalia kuna watu. Nani wa kusimamia hii dini ya Allah? Ni mimi na wewe. Mashekhe wanabeba amana. Katika amana ya mashekhe kufundisha dini. Hii ni amana, lazima wasomeshe. Umesoma lazima usomeshe. Utakwenda kuulizwa. Watu wajinga, watu hawajui chochote katika dini yao. Wewe ambaye sasa Allah amekuruzuku, una mali, ni lazima ujue kwamba nafasi yako ni ipi. Na ukapata watu wakakukumbusha, wallahi sema alhamdulillah. Itafikia wakati wewe utatamani upate ile fursa ya kutoa, hakuna tena muda huo. Ni amana hiyo. Kwa hiyo ukipewa mali, wewe umepewa amana. Leo vitu hivi viwili, suala ya elimu na mali, hivi vitu viwili hivi vinakuwa vinachengana hivi. Kimoja kinakata kona hivi, kimoja kinanyooka, kimoja kinakata kona, kila kikivutwa hivi kinarudi hivi.
pesa. Jamani, kusema maneno pia haya ni amana. Yaani mimi nikikaa hapa nikaanza kutafuta maneno ya kusema, sijafanya uadilifu. Hata huu muhadhara au kalima itakuwa haina faida. Yaani sawa sawa mimi niseme yale maneno ambayo wewe yakushughulishe. Yaani ukitoka hapa ukae alafu jiangalie kwamba mimi nina hela, hizi hela zangu nazifanyia nini mimi katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna watu wanasimamia hii dini ya Allah, wewe una watazamaji na amana yako uliyopewa ya mali. Suala la mali ni amana, ni lazima wewe ujue kwamba ni miongoni yakitajwa maneno haya wewe umo, kwamba haya yananihusu, sitoki 100%. Ni lazima ujue kwamba wewe umo, na wale wanaosimamia dini wanawajibika kusaidiwa ili dini iweze kwenda mbele. Leo wakasema kwamba watu wanaosomesha dini bwana, na hao wafanya shughuli, mbona watu wengine wanafanya shughuli msikitini, mtaswali kila mmoja na swala yake hapa. Jamaa hazitopatikana hapa, tusidanganyane. Na watakaoanza kulaumu ni nyinyi waumini. Kila mmoja atasema msikitini hapaeleweki, ukifika imamu hayupo unamlisha. Si mtaka watu wafanye majukumu yao? Si jambo la sawa. Sawa sawa ni kwamba kila mmoja ajue kwamba nafasi yake ni ipi. Simama katika amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Kwa hiyo usijitoe ukajalia kwamba ikitajwa amana ni mtu kukopeshwa, kulipa, kuazima kitu, kurudisha. Hizi ni amana. Umepewa mali, amana. Umepewa maneno ya amana, ya hifadhi. Sio umepewa maneno utafuta mtu kumpa na wewe. Hii ni amana, utakuja kuulizwa wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah alitukuka, falanas'alanna alladhina ursila ilayhim, tutawauliza wale ambao tuliowatumilizia mitume. Wala nas'alanna almursalin, kadhalika tutawauliza mitume tuliowatuma. Angalia Al-A'raf aya 6. Mimi na wewe tutaulizwa, kwa sababu tayari ujumbe wa Allah ushatufikia sisi, lakini pia wataulizwa mitume. Je, walifikisha? Wewe unayekaa kulingania watu utaulizwa, uliwafikishia watu maneno ya sawa au uliwafanyia khiana? Kwa sababu katika khiana ni wewe kuona kwamba nikisema sasa haya maneno najua watu watakasirika, watu wataudhika, kwa wataka udhike Allah. Wewe sema hawa watu haya maneno ya sawa. Ni kama vile mgonjwa, lazima ujue hivyo. Maneno ya sawa siku zote ni kama vile mtu ambaye ni mgonjwa alafu anapewa dawa chungu, anakunywa na furahi. Dokta eti afurahi na anaweza dokta bana kashafika, singeacha sasa, lakini atakunywa. Baada ya siku 3 vipi? Aisee, najisikia vizuri. Dawa chungu, lakini ndio ikamfanya akakaa vizuri. Kadhalika maneno ambayo yanayotuumiza kwenye nyoyo zetu ya kweli, sio makali, yanaumiza. Ukiambiwa linakuchoma, ukiambiwa swala kutoa, wewe una ugumu kwamba acha ubakhili, acha ugumu, haukusaidi chochote, lakini mambo yako binafsi yanakwenda. Itafikia wakati tu, lakini kweli, alafu napewa njia sasa. Kule kutoa ni sababu ya riziki yako. Ukiziwia, maana yake wewe umejitosheleza. Kuna haja gani Allah kuongezee? Hakuna haja. Watu wajue hikima ya kutoa. Kule kutoa ni sababu ya kuongezewa, maana yake wewe unahitajia pia watu wasaidie. Unapita misingi ile ile ambayo Uislamu umetuelekeza. Mtume anasema hivyo, hadithi ipokewa na Abdullah ibn Umar, inna lillahi aqwaman ikhtassahumullahu bin'am, Allah na watu ambao Allah amewahusisha akawapa neema. Hivyo wewe jiulize kwamba wewe una mali, yule ana mali, yule ana mali, yule ana mali, sote tuna mali. Msikiti mzima humu ni matajiri wote. Nani atafanya kazi ya mwenzie? Allah na hekima zake, Allah akatutofautisha daraja. Ukipewa mali kwa manufaa ya watu wengine, Allah anakutazama. Ukitekeleza ipasavyo, basi Allah atakuongezea. Ukizia, Mtume sallallahu alayhi wasallam, fahawalaha ila ghairihim,
Allah anaiondosha ile mali, napeleka kwa watu wengine, alafu inabakia khabaru kana. Unajua nilikuwa na hela mimi, na watu wanasimulia fulani alikuwa na hela, alikuwa nazo zilishapita. Haya maneno sio yangu, ni ya Mtume. Tuweni makini Waislamu. Yani moja katika njia ya kunufaika katika hii dunia na mbele ya Allah ni wewe kutoa kile ambacho Allah amekupa. Kuziwia ni hasara kubwa. Kila siku malaika anaomba dua kwa yule ambaye anayeziwia na yule ambaye anayetoa. Hasa yote angalia umekaa wapi. Ma'shara almuslimina ibadallah, fattaqullaha ayyuha almuslimun. Mcheni Allah enyi Waislamu, fi amanatikum, katika amana zenu. Wa kama amara Allahu biadai al-amanati, kama alivyoamrisha Allah kutekeleza amana, kadhalika faqad naha anil khiyanati fiha, hivyo hivyo Allah amekataza kufanya khiana katika amana. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kufanya khiana katika amana. faqad naha anil khiyanati fiha. Yaqulu al-haqq tabaraka wa ta'ala, Allah anasema katika surati al-Anfal aya 27 mpaka 28, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indakum ajrun 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la takhunu Allaha war rasula, msimfanyie khiana Allah na mtume, wa takhunu amanatikum, na mkazifanyia khiana amana zenu. Nyinyi kwa nyinyi mkafanyia na khiana baina yenu, wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa mwajua kwamba hii lililopewa ni amana, lakini ukafanya khiana wewe. Sio sawa. Chukua mfano, kuna watu katika familia zao, mtu amepewa familia na Allah akakujalia familia, ni neema hiyo. Kupata familia pia ni neema, mshukuru Allah. Kuna watu wanatamani wapate mtoto hata mmoja, anatamani nafsi, maumbile haya Allah ametuumba hivyo, kupenda watoto, lakini mtu hana mtoto. Lakini wewe ikiwa hujapata mtoto usihuzunike sana, mshukuru Allah, pengine ni kheri kwako, huwezi kujua. Lakini ikiwa umepewa mtoto sasa, ni mmoja, wawili, watano, sita, wanne, saba, basi ujue ni amana. Watu wengi wanapambana kuzaa watoto, lakini ukitazama hii amana tunaifanyia khiana. Khiana katika dini yao. Watoto hawajui dini, watoto hawasomi dini kabisa. Khiana katika maisha yao, namna watoto wanavyokula sio uwezo waliokuwa nao baba yao, tofauti kabisa. Kuna faida gani kuwa na pesa yako wewe? Yani watoto kila siku watakula viazi asubuhi, kila siku, mpaka watoto wote wanavirungulia, wanaita virungulia vile, mimi na chembe moyo, maviazi haya ya kila siku, maviazi. Basi baba mkate, ambiwa achini starehe. Starehe gani? Mkate ile shilingi 1000 tu, starehe gani 1000? Boflo. Haya ni maisha. Wapo watu wa sampuli hiyo, yani wanawalea familia zao katika sampuli hizo. Sio sawa, hii ni khiana. Umepewa na Allah, tumia kulingana na uwezo wako, usifanye israfu. Lakini hakikisha kwamba watoto wasitamani mkate wa jirani. Wewe una uwezo, mtoto anatamani mkate wa mtu ambaye asiyekuwa na uwezo, alafu unamsikia huyo ambaye aliruzukiwa kakuona mbeba mikate na mandazi, akamwambia shehe, naona piga vitu tu ni starehe, shehe una hela wewe, mandazi. Na ni kweli ukimpatiliza kula kwake viazi, kabadilisha sana miogo, na miogo yenyewe machungu, pengine kaomba tuta la viazi, aenda chimba, sio kanunua. Yani kuna watu wanatia aibu. Wallahi, ikiwa wewe umepewa riziki na Allah,
Allah akakupa mali, maisha yako ni haya, bora mali yako iondoke, haina faida. Allah amekupa mali, basi ionekane yale matumizi yako, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula, enyi wale ambao wameamini msimfanyie khiana Allah na mtume. Watakhunu amanatikum, kadhalika mkazifanyia khiana amana zenu, wa antum ta'lamun, na nyinyi mwajua. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema wa'lamu, tambueni ya kwamba annama amwalukum wa auladukum fitnatun, hakika hapana vingine, mali zenu na watoto wenu ni fitina, ni mitihani. Ukipewa mali mtihani, ukipewa ufakiri ni mtihani. Huu ufakiri ni nusu ya ukafiri, unaweza ukakufuru. Ukiwa wewe hujapewa mali, kuwa na subira, kwa sababu leo unaweza kumwona mtu anaswali, fanya ibada, alafu anakuambia bana, nikipata mali kama mtu fulani nitatoa. Jambo la kwanza nataka nikwambie, suala la kutoa ni kumwomba Allah taufiki. Muombe Allah, kwa sababu mali ni mtihani. Hii mali ikiwa umepewa ni mawili, inawezekana ile mali ikawa sababu ya kwenda peponi au kaingia motoni kwa sababu ya mali. Na ndio maana Mtume salama anaeleza katika hadithi ya kwamba hiyo siku ya Kiyama wale matajiri watazuiliwa katika mlango wa pepo, hawataruhusiwa kuingia peponi mpaka kwanza wakaguliwe. Miaka 50 wako pale, nini inakaguliwa, isipokuwa wale matajiri ambao ni watu wa motoni. Tajiri yoyote wa peponi anakaguliwa, isipokuwa tajiri wa motoni. Qad umira bihi ila nari, tayari washahukumiwa, ishatoka amri waende motoni hao. Ina maana ukipewa mali ni mtihani. Sasa wewe ambaye hujapewa mali, ukiona mtu ana mali na ukaona mtu amepewa mali na anafanya kheri, muombe dua. Jambo la kwanza, sio akili yake. Na ukaona mtu ana mali hatoi, muombe dua. Usione ukakaa ukatamani wewe kwamba mimi bwana, ningepata mali mimi ningekuwa natoa. Mambo madogo tulikuwa tunamaliza tu. La, omba taufiki ya Allah. Pengine wewe sasa ungeacha na msikiti kabisa. Ukiulizwa unasema kwani msikiti ni mmoja tu? Msikiti iko mingi bwana. Basi imekuwa kazi. Vile vyenyewe vidogo hivi twaulizana msikiti usionekane. Nini bwana? Utasema ndio hivi. Maasalam. Kwa suala la mali ni mtihani. Kadhalika watoto hawa, watoto wetu tuwapende, lakini tuwapende katika misingi ya dini. Ni amana hii. Leo watu wangapi wana watoto lakini hawajali? Hebu jiulize, wana watoto wa umri gani? Alafu lini ulikuja nao msikitini? Lini uliwauliza kwa nini sijiona msikitini? Kuwauliza tu basi. Wangapi watoto wako wanakaa wa umbali upi ambao wanashindwa kufika msikitini? Hii ni amana. Wewe ukiona kwamba jambo la maelezo tu, hii utajuana na Mola wako. Mimi nasema kwa sababu Allah ndo ameyaeleza maneno haya, mimi nayatafsiri tu. Mimi wajibu wangu ni kusoma na kuyaweka wazi ya kwamba watoto ni amana. Tuwasimamie watoto wetu kuisoma dini yao, kadhalika wake zetu waisome dini. Leo watu wangapi wana wake zao hawasomi dini? Mke hajui chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mume kashashindwa, na anakuambia unajua wanawake mtihani, shamwambia darasani. Sasa ukichunguza yale maisha ambayo watu wanayaishi, wala sio maisha ya dini. Kwa nini? Kwa sababu mtoto hasomi dini, mama hasomi dini. Hivyo wanatarajia watoto watakuwa ni wanani? Watoto wenu hawa si watoto wenu, ni watoto wa mama.
Siku zote nakuwa hivi. Familia nyingi tunaposhindwa kusimamia amana, lazima watu wagawanyike. Kuna watoto wa baba na watoto wa mama. Wengine wanaswali wanamfuata baba yao, na wengine hawaswali wanamfuata mama yao, na wengine kama mama ndo anaswali, wengine wanaswali wanamfuata mama yao, baba haswali wanamfuata baba yao. Siku kutokea ugomvi ni kupigana na miko, mwingine atashika kikombe, ni vita ya wanaokuswali na wasioswali, mama na baba na watoto wamegawanyika. Haya ni mambo tumeyashuhudia, watu wanapigana kisawasawa, familia moja. Kwa nini? Haya yanasababishwa na udhaifu wa baba. Wewe baba umepewa amana ya watoto, simamia hawa watoto. Ni bora mara 100 uonekane mkorofi, lakini umesema na utekeleze kwa vitendo. Lazima pasomwe dini katika majumba yetu, lakini kinyume cha hicho ni mtihani mkubwa. Wa anna Allaha indahu ajrun adhim, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye ana ujira mkubwa katika haya. Ukisimamia vizuri ujira wake ni mkubwa tena sana. Anasema Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, anasema al-amanatu tarfa'u sahibahu, amana umuinua yule mtu wake amana. Wa tukhzi man yakhunuha, kadhalika amana inamkhizisha, amana inamfedhesha yule ambaye mwenye kuifanyia khiana. Hii amana uliopewa wewe, ikiwa utaisimamia, wallahi inakuinua. Allah subhanahu wa ta'ala anakuinua kwa sababu ya amana, na ikiwa hutoitekeleza, Allah anakutweza. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, awwalu ma tafkiduna min dinikum al-amanata, jambo la kwanza nyinyi Waislamu ambalo mtalipoteza katika dini yenu ni amana. Wa akhiru ma tafkiduna salata, na jambo la mwisho ambalo mtalipoteza ni swala. Akasema wasayusalli aqwamun la dina lahum, watasimama watu wataswali lakini hawana dini. Dini sio kuswali peke yake. Dini ni mfumo na utaratibu ambao ameweka Allah subhanahu wa ta'ala wa maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo tafikia wakati mtu anaswali swala 5 lakini hana dini, si mwaminifu, muongo, mwizi, tapeli, sifa zote anazo, lakini anaswali. Na hii swala haimsaidii chochote mbele ya Allah. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliambiwa, ya Rasulullah, kuna mtu anaswali lakini ikifika usiku anaiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ataacha ikiwa atadumu na swala. Swala ipi? Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, ika swala inakataza machafu na maovu yote. Swala inaoswaliwa kwa wakati wake, inaotekelezwa ipasavyo, sio swala ya kudandia. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, asema iwapo mtu atakuwa ni mwenye kuchelewa, akachelewa takbiratul ihram, ikaenda akachelewa rakaa, ikaenda akachelewa rakaa 2, ikaenda akachelewa safu ya kwanza, akachelewa safu ya pili mpaka safu ya 3, anasema huyu inafikia wakati anarudi nyuma katika mambo yote ya kheri. Yani mtu kila anapochelewa zile swala zile ni sababu ya kuchelewa kurudi nyuma katika mambo ya kheri. Lakini ukajilazimu katika swala ikawa uko mbele, safu ya mbele, basi katika mambo ya kheri pia utakuwa mbele wewe. Kwa hiyo hiki pia ni kipimo cha wewe kujipima mwenyewe, sio upimo na mtu.
Ni wewe mwenyewe unakaa alafu unatazama yale unaoyafanya, swala yako unavyoiswali, je, iko sawa? Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kwanza maneno haya tuliyosoma ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu amepokea al-Imam al-Baihaqi wa silsilatu sahiha lil-Albani rahimahullah. Maneno haya hapo anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, man istumina ala malin fatasarrafa fihi bighairi idhni sahibihi faqad khana al-amanata wa huwa zalimun wa in raddahu ba'da dhalik. Anasema man istumina ala malin, yoyote atakayeaminiwa katika mali, ukapewa ile mali bana, imali ihifadhi, fatasarrafa fihi, akaitumia ile mali bighairi idhni sahibihi, pasina idhni ya yule mwenye mali, akaitumia ile mali yake, faqad khana al-amanata, huyu amefanya khiana katika amana, wa huwa zalimun, bali na yeye ni zalim, wa in raddahu, hata kama atarudisha ile amana baada dhalika, baada ya hapo, huyu amefanya khiana. Kwa hiyo chunga unapopewa amana za watu, usitumie amana ya mtu. Ukitaka kutumia, muombe kabla ya kuitumia, sio muombe ushaitumia. Maana kuna watu wana vituko, ni kama vile baadhi ya wanawake, mwanamke anataka kutoka nyumbani, haombi ruksa, anaaga, anaomba ruksa wakati mwingine kashatoka. Kwa hiyo hivyo hivyo unapotaka kutumia amana ya mtu, mtake idhini mwenyewe, bana, kuna hii amana umenipa, naomba niitumie, kama utakuwa na haraka nayo, baada ya muda fulani nitairejesha. Lakini sio bana, mimi nakuomba, nimetumia amana yako, samahani sana bana, nilipata dharura bana, ni mtihani huu. Mtihani wako ni wa kwako, amana ya watu rudisha haraka, tena umefanya khiana tayari, na wewe ni dhalimu. Ni jambo ambalo halifai.